waliowafanya kondoo zako kama chakula midomoni mwao katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Tazama mambwa waliowafanya kondoo zako kama chakula midomoni mwao katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Tazama kila kondoo ambaye mambwa waliyeimesha katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira. Ewe mtakatifu na tena uliye mkombozi, na kuomba ukawafanya kutapika na wakaitapike kila kondoo waliyeimesha katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Tazama na kuomba ukawafanya tazama kila kondoo ambaye mambwa waliyeimesha katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Naomba ukawafanya kutapika na wakaitapike kila kondoo waliyeimesha katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira. Saini kila kondoo, ewe mkombozi, na kuomba Baba ukaijulishe zizi lake, mtakatifu na tena uliye mwenye haki. Tena kila kondoo, ewe Bwana, naomba ukaijulishe zizi lake, mtakatifu na tena uliye mwenye haki. Tazama mambwa waliowafanya kondoo zako kama chakula midomoni mwao katika taifa letu la Kenya, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Tazama mambwa waliowafanya kondoo zako kama chakula midomoni mwao katika taifa letu la Kenya, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Tazama kila kondoo ambaye mambwa waliyeimesha katika taifa letu la Kenya, mtakatifu na tena uliye mkombozi, na kuomba ukawafanye kutapika na wakaitapike kila kondoo waliyeimesha katika taifa letu la Kenya, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Mtakatifu na tena uliye mkombozi, na kuomba ukawafanye kutapika na wakaitapike kila kondoo waliyeimesha katika taifa letu la Kenya, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Saini kila kondoo, ewe mkombozi, na kuomba Baba ukaijulishe zizi lake, mtakatifu na tena uliye mwenye haki. Tena kila kondoo, ewe mkombozi, na kuomba Baba ukaijulishe zizi lake. Tazama mambwa waliowafanya kondoo zako kama chakula midomoni mwao katika dunia ya leo, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Tazama kila kondoo ambaye mambwa waliowameza. Tazama mambwa waliowafanya kondoo zako kama chakula midomoni mwao katika dunia ya sasa, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Tazama kila kondoo ambaye mambwa waliyeimesha katika dunia nzima, mtakatifu na tena uliye mkombozi, na kuomba ukawafanye kutapika na wakaitapike kila kondoo waliyeimesha katika dunia ya leo, wakizitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakizitumia nguvu za kuzimuni. Mtakatifu na tena uliye mkombozi, na kuomba ukawafanye kutapika na wakaitapike kila kondoo waliyeimesha katika
dunia ya sasa wakitumia nguvu za uchawi na wakazitumia nguvu za majini, wakitumia nguvu za kusimuni. Saidi kila kondoo, ewe mkombozi, na kuomba Baba ukaijulishe zizi lake mtakatifu na tena uliye mwenye haki. Tena kila kondoo, ewe mkombozi, na kuomba Baba ukaijulishe zizi lake mtakatifu na tena uliye mkombozi, mtakatifu na tena uliye mkombozi. Baba uliye mnenea, tena ukamjulisha mtumishi wako Ezekieli ya kwamba katika siku za mwisho utamuinua mchungaji mmoja atakayesimama kama Daudi kwa ajili ya kuliongoza kundi lako la watakatifu, watakayesimama kama mabi harusi katika harusi ya mwana kondoo, kupitia hekima na maarifa ya kibiguni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba uwainuaje watumishi wako, na kuomba ukaniinue Baba, na ukanifanya kama Daudi, nili ukaniwezeshe kuliongoza kundi lako la watakatifu watakayesimama kama mabi harusi katika harusi ya mwana kondoo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba uwainuaje watumishi wako, na kuomba ukaniinue Baba, na ukanifanya kama Daudi, nili ukaniwezeshe kuliongoza kundi lako la watakatifu watakayesimama kama mabi harusi katika harusi ya mwana kondoo kupitia hekima na maarifa ya kibiguni, mtakatifu na tena uliye mwenye haki. Tazama Yezebeli alipowafanya wana wa Israeli wakaitumikie miungu ya Baali na kulifanya taifa lako la Israeli ya zamani waiabudu miungu ya sanamu. Mtumishi wako Yezebeli aliwazika manabii wako wote na kuwasinja kama mbuzi. Mtumishi wako Elia alipotazama na kuona Yezebeli alichokifanya, alikimbia na kwenda akajilaza katika zini la mretemu. Saidi alikuomba ukauchukue moyo wake kuliko damu yake iye kumwagwa na yule mfalme mwenye dhambi. Ni wewe uliyemnenea, tena ukamulizia mtumishi wako Elia ni nini anachokifanya mahala pale. Mtumishi wako Elia alinena na kujibu ya kwamba ni wivu aliyeusikia na kukimbia, amemkimbia yule mfalme mwanamke, kwa kuwa amewafanya wana wa Israeli wakaitumikie miungu ya Baali na kulifanya taifa lako la Israeli wakaiabudu miungu ya sanamu. Alinena na kujibu ya kwamba yeye tu peke yake ndiye aliyebakia, na hata yeye wanamtafuta ili waweze kumuua kama walivyowafanya wengine. Alikuomba ni afadhali ukauchukue moyo wake kuliko damu yake iye kumwagwa na yule mfalme mwenye dhambi. Alikuomba ukauchukue moyo wake kuliko damu yake iye kumwagwa na yule mfalme mwenye dhambi. Ni wewe uliyemhakikishia, tena ukamjulisha mtumishi wako Elia ya kwamba katika ile Israeli ambaye Yezebeli aliyeyafanya hayo yote, ulikuwa umejibakishia watu 7,000 ambao hawajatumikia miungu ya Baali wala kuiabudu miungu ya sanamu. Ni wewe uliyemwagiza mtumishi wako Elia ya kwamba akawakusanye na kuwaleta pamoja, uliyejibakishia katika taifa lako la Israeli kwa ajili ya kurejesha ufalme wako katika taifa lako la Israeli ya zamani. Tazama, dunia ya leo imepotoka na pia kupotea kuliko Israeli ya zamani. Dunia ya sasa imepotoka na pia kupotea kuliko Israeli ya zamani. Wanadamu waliye katika dunia ya leo wanatumikia nguvu za uchawi, wengine wakatumikia nguvu za majini,
Wengi wao ni madepo worshippers wanazotumikia nguvu za kusimuni ili waweze kujifaidisha katika mambo wanaoyafanya wakiwa hapa duniani. Wengi wao ni madepo worshippers wanazotumia nguvu za kusimuni ili waweze kujifaidisha katika mambo wanaoyafanya wakiwa hapa duniani. Tazama, dunia ya leo imepotoka na pia kupotea kuliko Israeli ya zamani. Wanadamu walio katika dunia ya leo wanatumikia nguvu za uchawi na wakatumikia nguvu za majini, wanatumikia nguvu za kusimuni ili waweze kujifaidisha katika mambo wanaoyafanya wakiwa hapa duniani. Baba, uliyewatuma malaika wako katika pembe ine za dunia wakati wa enzi zake mtumishi wako Noa, ili wakawakusanya na kuwaleta pamoja wanyama wote waliyekuwa lengo na kusudi lako kuokolewa na ile safina la enzi zake mtumishi wako Noa. Tazama, mimi nitwapo kwa jina lako zaidi nisimamapo mbele zako, ewe Baba, na kuomba ukawatume malaika wako katika pembe katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira, na kuomba ukawatume malaika wako katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira, ili wakawakusanye na kuwaleta pamoja uliyejibakisia katika mji wa maua pamoja na maeneo yaliyotuzingira, ambao hawajatumikia nguvu za uchawi na ambao hawajatumikia nguvu za majini, ambao hawajatumikia nguvu za kusimuni, ili ukaurejeze ufalme wako katika dunia ya leo kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na ili ukaurejeze ufalme wako katika dunia ya sasa kwa ajili ya utukufu wa kanisa lako la siku za mwisho. Ewe Baba, uliyewatuma malaika wako katika pembe ine za dunia wakati wa enzi zake mtumishi wako Noa, ili wakawakusanye na kuwaleta wanyama wote waliyekuwa lengo na kusudi lako kuokolewa na ile safina la enzi zake mtumishi wako Noa. Tazama, mimi nitwapo kwa jina lako zaidi nisimamapo mbele zako, ewe Baba, na kuomba ukawatume malaika wako katika pembe ine za taifa letu la Kenya. Ninakuomba ukawatume malaika wako katika pembe ine za taifa letu la Kenya, ili wakawakusanye na kuwaleta pamoja uliyejibakisia katika taifa letu la Kenya, ambao hawajatumikia nguvu za uchawi na ambao hawajatumikia nguvu za majini, ambao hawajatumikia nguvu za kusimuni, ili ukaurejeze ufalme wako katika taifa letu la Kenya kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na ili ukaurejeze ufalme wako katika taifa letu la Kenya kwa ajili ya utukufu wa kanisa lako la siku za mwisho. Baba, uliyewatuma malaika wako katika pembe ine za dunia wakati wa enzi zake mtumishi wako Noa, ili wakawakusanya na kuwaleta wanyama wote waliyekuwa lengo na kusudi lako kuokolewa na ile safina la enzi zake mtumishi wako Noa, na kuomba ukawatume malaika wako katika pembe ine za dunia ya leo, na kuomba ukawatume malaika wako katika pembe ine za dunia ya sasa, ili wakawakusanye na kuwaleta pamoja uliyejibakisia katika dunia ya leo, ambao hawajatumikia nguvu za uchawi na ambao hawajatumikia nguvu za majini,
ambao hawajatumikia nguvu za kusimuni, nili ukaurejeze ufalme wako katika dunia ya leo kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na ili ukaurejeze ufalme wako katika dunia ya sasa kwa ajili ya utukufu wa kanisa lako la siku za mwisho. Baba, tazama mwana wako Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani aliwaambia na kuwajulisha wanafunzi wake ya kwamba katika siku za mwisho ya kwamba kanisa la siku za mwisho litakuwa na nguvu kuliko lile kanisa la siku za mwanzo. Baba, uliye nguvu na uwezo wa kanisa lako la siku za mwisho, tazama mimi nitwapo kwa jina lako, zaidi nisimamapo mbele zako ewe Baba, na kuomba ukasimame na ukawe pamoja nami ewe Baba, ili ukanipe nguvu na uwezo wa kanisa lako la siku za mwisho. Tazama kazi aliyeifanya mtume Petro alipokuwa hapa duniani. Mtakatifu Baba uisiye milele, na kuomba ukasimame na ukawe pamoja nami ewe Baba, ili ukaniwezeshe kuifanya kazi kubwa kuliko aliyeifanya mtume Petro alipokuwa hapa duniani kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kuomba tazama matendo aliyeyatenda mtume Petro alipokuwa hapa duniani. Mtakatifu Baba uisiye milele, na kuomba ukasimame na ukawe pamoja nami ewe Baba, ili ukaniwezeshe kuyatenda matendo makuu kuliko aliyeyatenda mtume Petro alipokuwa hapa duniani kwa ajili ya utukufu wa kanisa lako la siku za mwisho. Baba uisiye milele, tazama kazi aliyeifanya mtume Paulo alipokuwa hapa duniani. Mtakatifu na tena uliye mwenye haki, na kuomba ukasimame na ukawe pamoja nami ewe Baba, ili ukaniwezeshe kuifanya kazi kubwa kuliko aliyeifanya mtume Paulo alipokuwa hapa duniani kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kuomba tazama matendo aliyeyatenda mtume Paulo alipokuwa hapa duniani. Tazama mimi nitwapo kwa jina lako, zaidi nisimamapo mbele zako ewe Baba, na kuomba ukasimame na ukawe pamoja nami ewe Baba, ili ukaniwezeshe kuyatenda matendo makuu kuliko aliyeyatenda mtume Paulo alipokuwa hapa duniani kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, uliye nguvu na uwezo wa kanisa lako la siku za mwisho, na kuomba ukasimame na ukawe pamoja nami ewe Baba, ili ukanipe nguvu na uwezo wa kanisa lako la siku za mwisho, kwa kuwa ni wewe Baba uliye nguvu na uwezo wa kanisa lako la siku za mwisho. Baba, uliyeitia nguvu miguu ya wana ukoma, na ukalifukuza jeshi kubwa lililokuwa limeizingira taifa lako la Israeli ya zamani kwa kuitumia miguu ya wana ukoma. Ewe Baba, uliyeitia nguvu miguu ya wana ukoma, na ukalifukuza jeshi kubwa lililokuwa limeizingira taifa lako la Israeli ya zamani, na kuomba ukasimame na ukawe pamoja nami, na kuomba ukaitie nguvu sauti ya kinywa changu mimi kuliko ulivyoitia nguvu miguu ya wana ukoma. Mtakatifu na tena uliye mwenye haki, na kuomba ukaitie nguvu sauti ya kinywa changu mimi kuliko ulivyoitia nguvu miguu ya wana ukoma. Na kwa kuitumia sauti ya kinywa changu mimi, najua ni wewe utakaye usambaratiza pia kuangusha ufalme wa Shetani uliye katika dunia ya leo kwa kuitumia sauti ya kinywa changu mimi. Na kwa kuitumia sauti ya kinywa changu mimi Baba, ni wewe utakaye usambaratiza pia kuangusha ufalme wa Shetani uliye katika dunia ya sasa kwa kuitumia sauti ya kinywa changu mimi. Bwana unayeweza ni wewe tu, hakuna mwingine aliye kama wewe Baba uisiye milele. Nimeyanena haya maneno nikinena kuhusu mimi, bali yatakikana uelewe ya kwamba
Hii awamu ya pili nimeinena kuhusu vile wanadamu walivyojawa na utapeli na zaidi wamejifanya kama mambwa, kuweka kondoo za Mungu midomoni mwao. Mtazamaji wangu utakaye nitazama katika hii video, nataka kukujulisha kwamba una uwezo wa kuyanena maneno yote, na ukiomba kwa ajili ya maisha yako zaidi, Mungu akasema ya kwamba ulimi, yani nimeweka mbele yako mambo mawili, laana na baraka. Yani utakaponena laana itakufuata, bali utakapojinenea baraka itakuwa pamoja na wewe. Nataka uwe unisikilize vizuri, na zaidi ukinifuatilia ilo ombi nimeweza kukuelezea, na zaidi nimeomba tu kama najiombea mimi, bali hiyo ombi uombe ukijiombea wewe, unene hayo maneno kuhusu wewe, naye Mungu atakuinua na kukutoa kiwango kingine. Au wanaokufanya yani wao ni kama chakula midomoni mwao, hakika utaelewa na utaweza kujiokoa kupitia uwezo na nguvu zake Bwana Yesu Kristo.